Kuna watu wengi leo wanaishi maisha yao, lakini kuna kitu kimoja wanakikimbia: sauti ya wazazi wao. Sio kwamba hawajui umuhimu wao, lakini maisha yamewafanya kuwa bize. Marafiki wamewafanya kujiona wako sawa, na wakati mwingine kiburi kimewafanya wasisikie. Lakini swali ni hili: je, kupuuza wazazi ni jambo dogo au ni jambo lenye athari kubwa kuliko tunavyofikiria? Wazazi sio watu wa kawaida. Hawa ni watu waliokubali kuteseka ili wewe uishi vizuri. Mama alikesha usiku wakati wewe hulia bila sababu. Baba alipambana mchana na jua kali ili wewe upate kula. Lakini leo mtoto huyo huyo anakuwa na anaanza kusema, niko bize, sina time. Wao hawaelewi maisha ya sasa. Hapo ndipo safari ya kupotea inaanza. Kupuuza wazazi sio lazima uwe unawatusi. Hapana. Kutopokea simu zao, kuwajibu vibaya, kutojali hali zao, kuwasahau kabisa wanapokuhitaji, au hata kuwaona kama mzigo. Na jambo baya zaidi ni pale unapowaheshimu watu wengine nje, lakini wazazi wako hawana nafasi moyoni mwako. Kupuuza wazazi kuna athari, na si ndogo. Moja, kukosa baraka kwenye maisha. Unaweza kuwa na pesa lakini huna utulivu. Unaweza kufanikiwa lakini moyo wako hauna amani. Kwa nini? Kwa sababu baraka nyingi zinapitia kwa wazazi. Ukiziba njia hiyo unajinyima mwenyewe. Mbili, maisha kuwa magumu bila sababu. Kuna watu wanajitahidi sana, lakini mambo hayaendi. Wanafanya kazi, wanapambana, wanahaso, lakini mafanikio yanakuwa mbali. Wakati mwingine si kwamba juhudi hazipo, bali kuna kitu kimeziba njia. Na mara nyingi ni uhusiano mbaya na wazazi. Tatu, kuja kulipa kwa njia ile ile. Maisha yana tabia moja, yanarudisha kile unachofanya. Leo unampuuza mama yako, kesho mtoto wako atakupuuza. Leo unamdharau baba yako, kesho utapata ladha ile ile. Na hapo ndipo mtu huanza kusema, watoto wa siku hizi hawana heshima. Lakini hujiuliza, ulifanya nini kwa wazazi wako? 4. Kujenga moyo mgumu. Mtu anayepuuza wazazi wake, taratibu moyo wake unakuwa mgumu. Hana huruma, hana shukrani, hana unyenyekevu. Na mtu wa aina hiyo, hata mahusiano yake mengine yanaharibika. Kwa nini watu wanawapuuza wazazi? Moja, kiburi. Anapofanikiwa kidogo anajiona amewapita wazazi wake. Anasahau walipotoka. 2, ushawishi wa marafiki. Marafiki wengine hawajali wazazi wao na wanakufanya uone ni kawaida. 3, maisha ya kisasa. Bize, kazi, simu, mitandao vinachukua nafasi ya familia. 4, kukosa elimu ya heshima. Wengine hawakufundishwa thamani ya wazazi na hivyo hawaoni uzito wake. Habari njema ni kwamba haijachelewa. Unaweza kubadilika leo. 1, anza kwa kuwasiliana. Piga simu leo. Tembelea wazazi wako. Uliza hali zao. Hata kama mlikosana, anza wewe. 2, ongea nao kwa heshima. Maneno yako yana uzito mkubwa. Badilisha namna unavyoongea nao. 3, wasaidie kadri uwezavyo. Sio lazima uwe tajiri. Hata kidogo kina thamani kubwa. 4, waombe msamaha. Kama umewahi kuwakwaza, usisite kusema, samahani mama, samahani baba. Kuna siku itafika na wazazi wako hawatakuwepo. Na siku hiyo utakumbuka kila kitu. Simu ulizokataa kupokea, maneno uliowajibu vibaya, na muda uliokosa kuwapa. Na utaanza kusema, laiti ningejua. Lakini itakuwa imechelewa.
Kupuuza wazazi sio jambo la kuchezea. Ni jambo linaloweza kubadilisha maisha yako bila wewe kujua. Leo chukua hatua. Wasiliana nao. Waheshimu. Wapende. Kwa sababu wao hawataishi milele. Lakini athari ya jinsi ulivyowatendea itaishi ndani yako milele. Usingoje kesho, anza leo. Asante kwa kutazama Soul Reflection. Endelea nasi kwa hekima zaidi, mawaidha na malezi ya kiroho.